Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Karibu katika uchambuzi wa kitabu cha Pambano Kuu cha Ellen G. White. Na huu ni wito wa kulielewa pambano kuu. Liko somo jingine tena mbele yetu lenye kichwa kinachosema mbinu ya adui ya kuuteka mfumo. Mbinu ya adui ya kuuteka mfumo. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla tujaendelea, basi tuombe. Baba yetu mwema, liko somo mbele yetu, tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Asante kwa uwepo wa malaika zako na utuhudumia, kwa jina la Yesu, amina. Mbinu ya adui ya kuuteka mfumo. Nabii katika kitabu cha Colporteur Ministry 126-127, na hii ni nukuu inayopatikana pia katika Publishing Ministry ukurasa wa 358 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, kitabu cha Pambano Kuu kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Kimesheheni simulizi ya wakati uliopita, wa sasa na wakati ujao. Katika uchambuzi wake wa matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii, kina ushuhuda wenye nguvu kwa niaba ya ukweli. Nina shauku zaidi kuona kusambazwa kwa kitabu hiki kuliko kwa kitabu kingine chochote nilichokiandika. Kwa kuwa katika kitabu cha Pambano Kuu, ujumbe wa mwisho wa onyo kwa ulimwengu wote umetolewa kwa uwazi zaidi kuliko katika vitabu vyangu vingine vyovyote. Mungu anamuhimiza nabii wake atupe ujumbe huu, ya kwamba katika vitabu ambavyo nabii aliviandika, tena vimeandikwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni vitabu vya Roho Mtakatifu, hivyo ndio mwandishi ni Roho Mtakatifu. Ndio vitabu hivi, katika vitabu hivi kitabu kinachopaswa kusambazwa sana ni kitabu gani? Cha Pambano Kuu. Kitabu cha Pambano Kuu ndio wito tunaopewa. Kitabu hiki cha Pambano Kuu kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Swali ni hili, tumekisambaza kwa kiwango gani? Mimi ni jihoji, ndugu mtazamaji jihoji, kitabu hiki tumekisambaza kwa wingi kwa kiasi gani? Wachungaji, viongozi wa kanisa, tumefanya wepesi kiasi gani kitabu hiki kupatikana kwa wingi na kwa bei nafuu? Ikiwa kitabu cha maneno yenye matumaini inaitwa kitabu cha utume, kinatoka Ufunuo Publishing House, kinauzwa shilingi 3,000. Kitabu hiki cha Pambano Kuu kimepanda bei kutoka 10,000 mpaka 24,000, ongezeko la 140%. Tuko serious kutaka kitabu hiki kipatikane kwa wingi na kisambazwe kama majani, kisambazwe kwa wingi sana. Hili ni swali la kujiuliza. Lakini ndugu mtazamaji, hilo ndilo Pambano Kuu. Kuna kitabu hapa na chenyewe ni Pambano Kuu. Hiki kinatoka Kenya, kinaprintiwa Ujerumani. Hoja ya msingi yaliyomo humu ndiyo yenyewe ya kwenye kitabu cha Pambano Kuu cha Ellen G. White kila original. Ndiyo yaliyomo humu, ndiyo yaliyomo humu. Hiki kinauzwa shilingi 7,000. Kwa hiyo nikiwa na 24,000 kwa gharama ya kukipata hiki kimoja, ninaweza kapata hivi vitatu na ikabaki shilingi 3,000 ya kuongezea tu 4,000 ili nipate vitabu hivi 4, nipate kitabu kingine cha 4. Kwa hiyo katika utimizwaji wa agizo hili kwamba visambazwe kama majani, nitakuwa situmii akili sawasawa kuchukua 24,000 nisambaze kimoja, badala ya kuchukua 21,000 nisambaze vitatu. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Pambano Kuu. Hoja sio lazima kitoke Ufunuo. Popote kinapotoka kitabu cha Pambano Kuu, maadamu ni original, yaliyotafsiriwa ndani yake hayajachakachuliwa, kuongezwa wala kupunguzwa, kitabu hicho kisambazwe kwa kasi.
kisambazwe kwa wingi sana. Ndivyo nabii anavyotuambia. Mbinu ya adui ya kuuteka mfumo. Tusome neno la Mungu katika Yohana Injili sura ya 18 mstari wa 19 mpaka 21. Yohana Injili 18:19 mpaka 21 imeandikwa: basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi siku zote. Nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Waulize wale waliosikia ni nini niliyowaambia. Wao wanajua niliyoyanena. Unafikiri ni katika muktadha gani? Hapo Yesu amekamatwa na pelekwa mbele sasa ya wakuu wa kidini, na hapa ni mbele ya kuhani mkuu. Kuhani mkuu anamuuliza habari ya mafundisho yake na wanafunzi wake. Kwa nini Yesu aulizwe juu ya mafundisho yake? Ni kwa sababu ilionekana kama vile Yesu ameleta moto mgeni, anafundisha mafundisho kinyume. Kwa hiyo alichukuliwa kama muasi na wakamkataa yeye sio Masihi. Kwa hiyo walikuwa wakimpinga Yesu. Lakini kwa nini walimpinga? Ilikuwa kuwaje mpaka shetani akafanikiwa kuwageuza hawa Wayahudi na wakaanza kumpinga Yesu? Katika kitabu hiki cha Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 258 ni sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Nabii anasema hivi: wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, makuhani, huyo kuhani mkuu aliyokuwa na mhoji. Sasa sikia hapa, nabii anasema hawa makuhani, yani yule alikuwa na mhoji Yesu, yeye alitarajiwa afanye nini? Makuhani na waandishi wa mji mtakatifu ambao walikuwa wamepewa dhamana ya maagizo ya Mungu walipaswa kuzijua dalili za nyakati na kutangaza ujio wa yule aliyekuwa ameahidiwa. Unabii wa Mika ulitangaza mahali ambapo angezaliwa. Danieli alisema wakati mahususi wa ujio wake. Mika sura ya 5 fungu la 2, Danieli 9:25. Mungu alikabidhi unabii huu kwa viongozi wa Kiyahudi. Hawakuwa na udhuru wa kutojua na kutangaza kwa watu kuwa ujio wa Masihi ulikuwa karibu. Ni kiwango kikubwa kiasi gani cha upofu makuhani, Mafarisayo, waandishi, wanasheria walikuwa wamepigwa na shetani, kiasi ambacho wao walitakiwa wachunguze unabii, wasome magombo ili waelewe mahali, muktadha na wakati wa kuzaliwa kwa Masihi, kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Lakini badala yake hawakuelewa, ndio wakageuka kuwa kinyume na kazi ya Yesu. Mpaka Yesu anabatizwa hawajui kwamba ndiye Yesu, anaanza huduma yake hawajui kwamba ndiye, mpaka wakamwangika msalabani. Nini kilitokea? Shetani aliuteka mfumo wa dini ya Kiyahudi. Kimsingi, kwa mujibu wa nukuu hii, ilipaswa mfumo wa dini ya Kiyahudi ungefanikisha kufunuliwa kwa siri hii ya ukombozi. Mfumo ungetekeleza jukumu la kuandaa Wayahudi na kuandaa ulimwengu kwa ujio wa Yesu mara ya kwanza. Lakini haikuwa hivyo. Mfumo uliokuwa umeandaliwa na Mungu kwa ajili ya jukumu hili ukageuka kuwa kinyume cha kusudi takatifu, na sasa mfumo ukawa ni kitendea kazi cha shetani kudhibiti, kuzuia kazi ya Yesu isifanikiwe. Ilikuwa kuwaje? Ikaweje? Shetani aliwezaje? Ndiyo somo hili, mbinu ya adui ya kuuteka mfumo. Katika Pambano Kuu
UPH 2023 ukurasa wa 258, 259 ni sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Nabii anasema hivi: kuto kujua kwao. Nani hao? Makuhani. Nani hao? Viongozi wa dini ya Kiyahudi hao. Kuto kujua kwao kulikuwa ni matokeo ya dhambi ya kupuuzia. Unafikiri walipuuza nini? Nuru imefunuliwa kwao, lakini wanapuuzia, na kwa kupuuzia huko nuru inafanya wawekwe gizani, wafunikwe na giza, na nuru isifunuliwe kwao zaidi. Ndicho kilichotokea. Nabii anaendelea kusema, wakiwa wamezama katika mapambano na tamaa zao kwa ajili ya vyeo na mamlaka miongoni mwa watu, walishindwa kutambua fadhila waliopewa na Mungu, mfalme wa mbinguni. Sasa swali ni hili, tunapojifunza mambo haya tunataka tuyalete katika mazingira yetu. Je, leo wachungaji, viongozi wa kanisa hawapambanii vyeo na madaraka? Session zinapofanyika, kunakuwa na dalili yoyote ya kwamba Roho wa Mungu yupo katika mikutano ya session? Kunakuwa na dalili yoyote kwamba wachungaji ni watumishi wa Mungu wa mbinguni? Kweli wanakwenda mbinguni? Siasa zinazopigwa, ushirikina unaofanywa, uchafu unaofanywa kwa kupambania vyeo na madaraka, leo watu wa namna hii ndio eti wafunuliwe, wajue dalili na nyakati za kuja kwa Yesu. Tunasubiri watuambie muda umeisha kiasi gani? Tunasubiri watuambie sheria ya Jumapili Marekani imefika? Never. Never. Haitawezekana. Kama ilivyotokea kwa mfumo wa dini ya Kiyahudi, ndivyo itakavyotokea kwa mfumo wa kanisa letu pendwa wa Adventista wa Sabato. Sikia nabii anaendelea kusema hivi: kwa shauku na kicho kikubwa, wazee wa Israeli walipaswa kujifunza na kuelewa mahali, wakati na muktadha wa tukio kubwa kuliko matukio yote katika historia ya ulimwengu, ujio wa mwana wa Mungu kutekeleza ukombozi wa mwanadamu. Walipaswa kujua. Kwa nini hawakujua? Kwa sababu ya dhambi ya kupuuzia. Dhambi ya kupuuzia ikapelekea kupigwa upofu. Nabii anaendelea kusema hivi, sura ya 21 sasa, Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa 313, onyo la kataliwa. Mfano mzuri wa ukweli huu umewasilishwa katika historia ya Wayahudi wakati wa Kristo. Kwa njia ya kujiweka wakfu kwa ulimwengu na kumsahau Mungu na neno lake, ufahamu wao ulitiwa giza, mioyo yao ilijazwa udunia na tamaa za mwili, hivyo hawakujua lolote kuhusu marejeo ya Masihi, na kwa sababu ya kiburi chao na kutokuamini kwao walimkataa mkombozi. Historia inajirudia. Historia itajirudia. Ndugu mtazamaji, ngoja nisome kwanza, nikusomee sura ya 19 ya kitabu hiki cha Pambano Kuu, paragrafu ya kwanza kabisa. Sikia, kuna maneno haya: kanuni za Mungu za kushughulika na watu ni zile zile daima. Matukio muhimu ya sasa yana ufanani na matukio yaliyofanyika wakati uliopita, na uzoefu wa kanisa katika zama zilizopita una masomo yenye thamani kubwa kwa ajili ya wakati wetu. Kwa hiyo sisi tunapomsubiri Yesu aje mara ya pili, tuna mahali pa kujifunza. Ilikuwaje wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza? Hakutakuwa na historia tofauti tutakayoiandika, isipokuwa kurudia historia iliyopita. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Mhubiri imesema hakuna jipya chini ya jua. Kwa hiyo kanisa la Waadventista wa Sabato, ambalo na lenyewe limekabidhiwa dhamana ya kuuandaa ulimwengu kwa ajili ya ujio wa Yesu, kuuonya ulimwengu unaoangamia,
kama Wayahudi wale walivyopewa jukumu la kuwa taifa pekee ambalo nuru kutoka mbinguni likabidhiwa kwao kuuonya ulimwengu, kuuandaa ulimwengu kumpokea Yesu anapokuja mara ya kwanza. Vivyo hivyo na sisi tunarudia historia ya wale, tutarudia historia ya wale. Hakuna jipya, hakuna jipya. Kama shetani alifanikiwa kuuteka mfumo wa dini ya Kiyahudi, mbinu yake hata leo ameuteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Sikia nabii akitabiri ya kwamba tutarudia historia ya Wayahudi. Katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho UPH 2015 ni ukurasa wa 150, na hii inapatikana katika manuscript release gombo la 13 ukurasa wa 379-381. Nabii anasema hivi: watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Historia itajirudia, haitajirudia? Kuhusu ujio wa Yesu mara ya pili itakuwaje? Tujifunze kwenye ujio wa Yesu mara ya kwanza. Kwa kitabu cha Pambano Kuu kinatuletea ile historia yote ya Wayahudi ilivyokuwa, ili tupate la kujifunza itakavyokuwa huku mwishoni. Hakutakuwa na tofauti. Watu ambao Mungu aliwaheshimu sana, ni nani ambao Mungu anawaheshimu sana? Waadventista wa Sabato. Katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Kwa itakuwa vile vile kujitenga na kanuni kuu ambazo Kristo amedhihirisha katika mafundisho yake, utimizaji wa miradi ya kibinadamu. Ndivyo utasikia One Voice 2027 wakati sheria ya Jumapili inapita mwakani 2027, hatuwaambii watu sheria ya Jumapili ikipita, mvua ya masika itamwagwa kwa nani? Kwa wale ambao wamepita kwenye kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa Adventista wa Sabato. Kwa mwaka 2026 ni mwaka wa mchaka. Watu hawaoni, watu hawaambii, bado wametulizwa, wanahubiriwa amani na salama, wamebaki mijini. Wanaendelea kuambiwa One Voice 2027 badala ya kuambia tutoke mijini, watu waende mashambani wakaandaliwe kwa ajili ya kupokea mvua ya masika ili kwenda kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Sisi tunasema 2027 One Voice, sauti moja. Tunasherekea miaka 2000 ya ubatizo wa Yesu. Miradi ya kibinadamu, utekelezaji tu wa miradi ya kibinadamu, programu za kibinadamu. Ukichunguza kwa kina, Mungu hayupo ndani, kwa sababu inakwenda kinyume na kalenda ya Mungu na taratibu za Mungu. Kwa kama Waisraeli wale ambao hawakujua saa ya kujiliwa kwao, ndivyo Waadventista wa Sabato hawajui saa ya kujiliwa kwao. Nabii anaendelea kusema, kutumia maandiko ili kuhalalisha mwenendo mbaya chini ya utendaji potofu wa Lucifer utawashupaza watu katika kutoelewana na ukweli wanaohitaji ili kuwahifadhi dhidi ya matendo mabaya. Utavuja na kumwagika kutoka rohoni kama maji kwenye chombo kinachovuja. Huo unabii unatimia sasa. Lakini sikia, katika Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 37, maandiko ni kinga, ukurasa wa 491, nabii anasema hivi: Kristo aliona tangu mwanzo kuwa kujichukulia mamlaka kusikostahili kwa waandishi na Mafarisayo kusingekomeshwa na kusambaa kwa Wayahudi katika mataifa mbalimbali. Unajua Wayahudi walisambazwa mataifa mbalimbali, taifa kama alikuwepo tena. Nabii anasema ile kujichukulia mamlaka kwa Mafarisayo kusingekomeshwa na kusambazwa, ile sumu, ule mfumo wa kutawala dhamiri za watu ungeendelea. Sasa nabii anasema hivi: aliona kwa macho ya kinabii kazi ya kuinua mamlaka ya wanadamu na kutawala dhamiri, ambako kumekuwa laana ya kutisha kwa kanisa katika zama zote. Na maonyo ya kutisha kwa waandishi na Mafarisayo, na maonyo yake kwa watu ili wasifuate viongozi hawa vipofu, yaliwekwa katika kumbukumbu kama maonyo kwa vizazi vya baadaye. Kwa kumbe mpaka sasa bado wito wa Mungu ni huu, tusifuate viongozi vipofu. Tunawajuaje viongozi kwamba ni vipofu? Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32 inasemaje? Wana wa Isakari waliokuwa na akili za kuzijua nyakati walijua nini Israeli anapaswa kutenda, nini Israeli
atende. Kwa hiyo njia mojawapo ya kujua kwamba kiongozi ni kipofu, mchungaji ni kipofu, mwinjilisti ni kipofu, mzee wa kanisa ni kipofu, mshiriki ni kipofu, njia moja ya kujua haujui wakati. Tumefika wapi katika historia ya kinabii? Haelewi. Tuko mbali kiasi gani kwa sheria ya Jumapili kutangaza Marekani? Haelewi. Unaelewa ujumbe wa miaka 6,000? Haelewi. Unafahamu kwamba 2027 sheria ya Jumapili inatangaza Marekani? Haelewi. Unafahamu kwamba 2031 miaka 6,000 inakoma? Haelewi. Sasa kama haelewi, anawezaje kujua tunapaswa tutende nini? Huyu ni kiongozi kipofu. Na kwa nini hajui? Kwa sababu ya dhambi ya kupuuzia. Inapuuzwa nuru inayofunuliwa kwa huyu kiongozi. Magombo tunayo, vitabu tunavyo, tunasoma, tunaweka pembeni. Hatutaki kuishi hiyo nuru. Matengenezo ya afya hatutaki. Kuitunza Sabato hatufanyi matengenezo. Yani vitabu tunavisoma, inaingilia sikio hili, inatoka sikio la huku, hatujali. Dhambi hiyo ya kupuuzia mafunuo ya nuru itokayo mbinguni ndio inayotufanya ama ndio inayowafanya viongozi ambao wanaitwa vipofu kutokuwa na nuru yote, kwa sababu nuru haifunuliwi zaidi kwao, wanaachwa kwenye giza na shetani anawapiga upofu. Na ndivyo alivyofanya kwa Wayahudi wale, mbinu yake ni ile ile, na ndiyo anavyofanya hata sasa. Ndivyo anavyofanya hata sasa. Sasa basi, shetani anachokifanya, hawa viongozi ambao ni vipofu, amewapiga vipofu, hawajui wakati, hawajui nini watu wanapaswa kutenda. Tumefika wapi katika historia ya kinabii? Anawafanya watu wote wawe chini ya utawala wao, wakati ni vipofu. Sikiliza Pambano Kuu inachosema, ukurasa wa 490. Hii ni sura ya 37, maandiko ni kinga, UPH 2023, ndio ninayosoma. Nabii anasema hivi: shetani anajitahidi daima kuvuta usikifu uelekezwe kwa watu badala ya kuelekezwa kwa Mungu. Anawaongoza watu wawatazame maaskofu, wachungaji, maprofesa wa teolojia kama viongozi wao badala ya kuchunguza maandiko wao wenyewe moja kwa moja. Ndipo kwa kutawala na kuongoza akili za hawa viongozi anaweza kutawala watu wengi kulingana na matakwa yake mwenyewe. Viongozi gani? Vipofu. Hawajui wakati, kwa hawajui watu watende nini. Miradi tu ya kibinadamu, One Voice 2027, watu wote tunafuata. Yani watu wote wawe chini ya utawala huu, na bado viongozi wanataka kutawala dhamiri ya watu. Asisome hiki, asimsikilize huyu, asifuate hiki. Watu wana uhuru, wachunguze wenyewe. Na ndugu mtazamaji, soma mwenyewe kitabu hiki cha Pambano Kuu, ninakitambulisha kwako. Soma kitabu hiki, sura ya 37, maandiko ni kinga. Hautakiwi wewe kuweka imani yako kwa mchungaji yeyote, askofu yeyote, msomi yote wa theolojia. Hata mimi haupaswi kuniamini. Amini tu ikiwa ninachokisema ndivyo ilivyoandikwa, lakini kama sivyo, achana na mimi, usiniamini. Hatuko salama hata kidogo, hatuko salama hata kidogo. Sasa sikia, katika sura ya 21 ya kitabu cha, katika sura ya 17 wajumbe wa asubuhi, Pambano Kuu, kurasa wa 261, nabii anasema hivi: kama vile habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi ilivyokuwa, ujumbe wa ujio wa pili haukuwekwa mikononi mwa viongozi wa kidini wa watu. Walishindwa kudumisha uhusiano wao na Mungu na walikataa nuru kutoka mbinguni. Kwa hiyo hawakuwa sehemu ya watu wanaoelezwa na Mtume Paulo, bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Kwa hiyo ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili haujawekwa mikononi mwa viongozi wa kidini, haujawekwa mikononi mwa wachungaji, maaskofu, wasomi wa teolojia na viongozi wa kanisa. Kama ilivyokuwa kwenye ujio wa Yesu mara ya kwanza, haukuwekwa mikononi mwa viongozi wa kidini. Kwa nini? Kwa sababu magombo walikuwa nayo, wakapuuza, wakatiwa giza, wakabaki tu kupambania vyeo na madaraka. Ndivyo inavyojirudia huku mwisho, wanagombania vyeo na madaraka, wanapuuza nuru. Na ndio maana sasa hivi mafundisho yote ya kuja kwa Yesu mara ya pili, ujumbe wa miaka 6,000, kukaribia kwa sheria ya Jumapili Marekani, unapigwa vita na wachungaji na viongozi wa kanisa, kwa sababu unabii unatimia. Ujumbe huu haukuwekwa mikononi mwa wachungaji wala viongozi wa kidini. Soma mwenyewe,
Soma kitabu cha Pambano Kuu uone mwenyewe jinsi mambo yalivyo. Usimwamini yeyote. Nabii anasema, ngoja nirudie kidogo, kama vile habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi ilivyokuwa, ujumbe wa ujio wa pili wa Yesu huo haukuwekwa mikononi mwa viongozi wa kidini wa watu. Hii ni Pambano Kuu, UPH 2023, ukurasa wa 261. Hii ni sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Wajumbe wa asubuhi. Sasa sikia, hebu tuangalie kidogo, kwa sababu hapa nukuu inatuambia kama ilivyokuwa kuzaliwa kwa Yesu. Hapa nukuu inasema kama ilivyokuwa habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi ilivyokuwa. Basi tuangalie kidogo ilikuwaje hiyo habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi, ili tupate kujua itakuwaje kwenye ujio wa Yesu mara ya pili. Tasoma sura ya 17 ya kitabu cha Pambano Kuu, UPH 2024, ukurasa 258, 259, 260, 261 kama Bwana ataruhusu, lakini kwa kadri atakavyoniongoza. Tuangalie jinsi ilivyokuwa, ukurasa 258 ya kitabu hiki cha Pambano Kuu, ukurasa wa 258. Hii ni sura ya 17. Sikia nabii anachokisema. Sio wanateolojia wasomi ambao walikuwa na ufahamu huu wa ukweli na ambao walijihusisha katika utangazaji wake. Ikiwa watu hawa wangekuwa walinzi waaminifu na wenye kukesha, wakiyachunguza maandiko kwa bidii kubwa na maombi mengi, wangeweza kuujua wakati wa usiku. Unabii ungeweza kuwafunulia matukio yanayokuja karibuni, lakini hawakufanya hivyo, na ujumbe ulitolewa na watu walio wa kawaida kabisa. Hiyo ni habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Historia itajirudia kwenye ujio wa Yesu mara ya ngapi? Ya pili. Wale wasomi wa kitheolojia wengi wako gizani, hawaelewi kwa habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili kumekaribia kiasi gani, sheria ya Jumapili imekaribia kiasi gani. Jumbe hizi hautazisikia kwa sehemu kubwa kutoka kwa wasomi wa kitheolojia, kutoka kwa viongozi wa kanisa, kutoka kwa wachungaji. Utasikia sana kutoka kwa watu wa kawaida. Kwa hiyo usipime ujumbe kwamba unasemwa na nani, pima ujumbe kwa maandiko, Biblia na roho ya unabii. Je, anachokihubiri, alichokiandika, anachokisema, anachokifundisha ndivyo Biblia na roho ya unabii inavyosema? Sikia, nabii anaendelea kusema hivi: wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, makuhani na waandishi wa mji mtakatifu ambao walikuwa wamepewa dhamana ya maagizo ya Mungu walipaswa kuzijua dalili za nyakati na kutangaza ujio wa yule aliyekuwa ameahidiwa. Ukurasa wa 259. Kwa shauku na kicho, wazee wa Israeli walipaswa kujifunza na kuelewa mahali, wakati na muktadha wa tukio kubwa kuliko matukio yote katika historia ya ulimwengu, ujio wa mwana wa Mungu. Sikia sasa nini kilitokea. Nataka nikueleze hapo ukurasa 259 kwenye ujio wa Yesu mara ya ngapi? Ya kwanza, ili tujifunze kwenye kuja kwa Yesu mara ya pili itakuwaje. Historia itakuwa ni ile ile, hatutatengeneza historia nyingine. Sikia, malaika alitembelea dunia kuona watu ambao walikuwa wamejiandaa kumpokea Yesu, lakini hakuona viashiria vya maandalizi ya kumpokea. Hakusikia sauti ya sifa na shangwe kwa sababu ya kukaribia kwa ujio wa Masihi. Malaika anasimama kwa muda juu ya mji mteule na hekalu, ambapo uwepo mtakatifu wa Mungu ulikuwa ukidhihirika kwa zama nyingi. Lakini hata hapa kuna kuto kujali kule. Makuhani katika majivuno na kiburi walikuwa wakitoa kafara zilizo najisi hekaluni. Mafarisayo walikuwa wakiwahutubia watu kwa sauti kubwa na wakiomba sala za kujisifu katika kona za mitaa, katika ikulu za wafalme, katika mikutano ya wanafalsafa, katika shule za marabi. Wote hawakuwa na wazo lolote kuhusu ukweli wa ajabu ambao ulikuwa umejaza mbingu kwa furaha na sifa, kuwa mkombozi wa wanadamu alikuwa karibu kutokea duniani. Hakukuwa na ushahidi wowote. Sasa ni ukurasa wa 260. Hakukuwa na ushahidi wowote kuwa Kristo alitarajiwa, na hakukuwa na matayarisho kwa ajili ya mkuu wa uzima. Kwa mshangao, mjumbe wa mbinguni, yaani yule malaika, alikuwa karibu kurudi mbinguni akiwa na taarifa ya kuaibisha.
wakati anapogundua kundi la wachungaji ambao walikuwa wakichunga makundi yao ya kondoo usiku, wakiangalia katika mbingu yenye nyota, wakitafakari unabii wa Masihi aliyetarajia kuja duniani na wakitamani ujio wa mkombozi wa ulimwengu. Pale palikuwa na kundi la watu ambao walikuwa wakijiandaa kupokea ujumbe wa mbinguni, na kwa ghafla malaika wa Bwana aliwatokea akitangaza habari njema yenye furaha kubwa. Utukufu wa mbinguni ulifurika pande zote za uwanda. Kundi la malaika wasio na idadi lilifunuliwa, na kana kwamba furaha ilikuwa kubwa mno kiasi kwamba isingeweza kufaa kuletwa na mjumbe mmoja kutoka mbinguni. Sauti nyingi zinapasuka na mkuu wa wimbo ambao mataifa yote waliokombolewa watauimba: atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Nini kilitokea? Viongozi wa kidini walikuwa wapi? Hawakujua chochote. Wafalme hawakujua chochote. Mafarisayo hawakujua. Waandishi hawakujua. Makuhani hawakujua. Ndio kwanza walikuwa wanatoa kafara najisi hekaluni. Makuhani leo ni nani? Ni wachungaji. Inawezekana ndio kwanza tunatoa mahubiri najisi katika vibweta. Wakati Mafarisayo wanaongoza watu wakiwahubiria watu kwa sauti kubwa na wakiomba sala ndefu. Ndivyo itakavyokuwa huku mwishoni. Hakuna dalili ya kwamba Yesu amekaribia kurudi. Watu hawaandaliwi. Ndio kwanza miradi ya kibinadamu. Mara utasikia tunanunua gari ya ofisi. Mara utasikia tunajenga ghorofa ngapi kwa ajili ya ofisi. Tunataka jengo jipya la ofisi. Wengine utawasikia kwamba unajua majengo yanahubiri. Yanahubiri okay. Wengine utasikia kwamba sasa unajua tunataka tuanzishe mradi huu na huu. Kanisa linafanya hivi na hivi. Hakuna anayejua saa ya kujiliwa kwake. Kama ilivyokuwa kwa Wayahudi wale, ndivyo ilivyo kwa Wayahudi wa siku hizi za mwisho. Hatujui saa ya kujiliwa kwetu. Wajumbe wako wapi? Walinzi katika Sayuni wako wapi? Historia itajirudia vile vile. Sikia ukurasa 261 kitabu cha Pambano Kuu sura ya 17 UPH 2024 ndio ninayosoma. Nabii anasema hivi: walinzi juu ya kuta za Sayuni walipaswa kuwa watu wa kwanza kudaka habari za kwanza za ujio wa Mwokozi, wa kwanza kuinua sauti zao kutangaza ukaribu wake, wa kwanza kuwaonya watu wajiandae kwa ajili ya ujio wake. Lakini walikuwa wamebweteka, wakiota amani na usalama, wakati walikuwa wamelala usingizi katika dhambi zao. Yesu aliliona kanisa lake, ndio Yesu aliliona kanisa lake, ndio Yesu aliliona kanisa lake kama mtini usiozaa matunda, ukiwa umefunikwa na majani ya kujifanya, lakini bila matunda ya thamani. Kulikuweko uzingatiaji wa mifumo ya kidini, wakati roho ya unyenyekevu, toba na imani ya kweli, ambayo ndiyo pekee ingekuwa ibada inayokubalika kwa Mungu, havikuwepo. Badala ya neema za Roho vilionekana kiburi, taratibu za kujirudia za kidini, kujisifu, ubinafsi na ukandamizaji. Kanisa lilikuwa likirudi nyuma, lilifumba macho yake lisione dalili za nyakati. Lilifumba macho yake lisione dalili za nyakati. Mungu hakuwaacha au hakuruhusu watu wake waaminifu washindwe, lakini walimwacha na walijitenga na upendo wake kwa kukataa na kutii masharti. Ahadi za Mungu hazikutimizwa. Historia inajirudia kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, kurudia tu taratibu za kidini zilizo kavu, zisizo na roho wa Mungu. Ni kukariri tu. Tukiingia kanisani tunaanza darasa la walimu, ikimalizika uimbaji, ikimalizika shule ya Sabato mezani, nini, somo la ukuzaji, somo la nchi za mbali, taarifa ya shule ya Sabato, matangazo, mjadala wa lesoni, mahubiri, tunakuja mchana, sijui programu za idara na hivi, tunafunga Sabato tangu asubuhi mpaka jioni. Hakuna ukweli wa sasa. Usikii kitabu cha Pambano Kuu kikifundishwa wala kuhimizwa. Usikii watu wakiambiwa Yesu amekaribia kurudi. Usikii watu wakiambiwa watubu na kuungama dhambi. Hawaelewi hukumu ya upelelezi inafanyikaje maskini. Hawaelewi ya kwamba sheria ya Jumapili imekaribia Marekani. Hawaelewi ya kwamba zahama imekaribia. Hawaelewi ya kwamba dharuba inakuja, upanga unakuja, taabu inakuja. Hawaelewi ya kwamba hawapaswi kuwepo mijini sasa. Ilipaswa waanze kuuza mali zao, waondoke mijini, waende mashambani. Hawaelewi. Wachungaji ndio kwanza wanahubiri kwenye vibweta. Msiwasikilize hao wapotoshaji, wanatisha watu. Msiwasikilize hao, msisome kitabu hiki, msifanye hiki. Vile vile kama Wayahudi wale, ndivyo inavyotendeka leo. Ndugu yangu mtazamaji, kitabu cha Pambano Kuu, kanuni ya shetani, mbinu ya shetani ya kuuteka mfumo hajaiacha.
ameteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hoja ya msingi ni kila mmoja asimame na imeandikwa. Sio mchungaji anasema nini, sio mhubiri anasema nini, sio kiongozi wa kanisa anasema nini, na kila kinachokuja tukipime kwenye maandiko. Kama hakiko sawasawa na maandiko, weka pembeni. Shetani anatugilibu akili, shetani anatupiga upofu, tunaonekana tunafanya kazi, tuko bize, tunaamka 2027 One Voice, utume, tunaingia kwa utume. Kumbe sasa ilikuwa ni wakati watu kuambiwa watubu na kuungama dhambi, watu watoke mijini waende mashambani, waandaliwe kwa ajili ya mvua ya masika. 2027 sheria ya Jumapili inapita Marekani. Ulikuwa unajua hilo? Ukisikia sheria ya Jumapili imepita, rehema kwa Sabato ilishafungwa siku nyingi, Mungu alishamalizana na Sabato. Unafahamu ya kwamba 2027 sheria ya Jumapili inapopita, mvua ya masika inamwagwa kwa walio tayari. Unalifahamu hilo? Ndipo tuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu, na onyo la mwisho kwa ulimwengu halitahubiriwa na mfumo, litahubiriwa na wale ambao wamepokea mvua ya masika. Na unajua kama vile ambavyo Yesu alichagua miongoni mwa wale wanafunzi kutoka kwenye mfumo wa dini ya Kiyahudi, akawatenga, akawapa mafunzo, akawajaza mvua ya vuli, wakahubiri, na baadaye wakapitia misukosuko, wakateswa, wakapigwa viboko na mfumo wa dini ya Kiyahudi. Ndivyo itakavyokuwa huku mwishoni. Tutafuata, tutarejea, tutarudia historia ya Wayahudi wale. Yesu anaita sasa, anachagua sasa watu watakaokuwa tayari kusimama pamoja naye katika uhitimishwaji wa pambano kuu la zama zote kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu. Na watu hao ni wale ambao wanamtafuta Mungu kwa bidii, watu ambao wanaujua wakati. Sikia kitabu cha Pambano Kuu hiki hapa, ukurasa wa 258. Anaowateua Yesu wana sifa zifuatazo: watu waaminifu ambao walitii misukumo ya Roho wa Mungu na mafundisho ya neno lake, walipaswa kutangaza onyo ili kwa ulimwengu. Watu hao anaowachagua Yesu ni waaminifu wanaotii misukumo ya Roho wa Mungu. Lakini pia nabii anaendelea kusema hivi, watu hawa ni wale waliosikia neno la unabii lililo imara zaidi. Kwa mujibu wa Petro wa pili sura ya 1 fungu la 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Mkiliangalia hilo kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka nyota asubuhi itakapopambazuka mioyoni mwetu. Watu wanaochunguza unabii, watu wanaosoma roho ya unabii, watu wanaofuatilia unabii umetimiaje, watu wanaochunguza unabii ili waujue wakati, hao ndio Yesu anaowachagua. Sio watu wanaokataa unabii, sio wanaopinga unabii. Haupo miongoni mwao, hawapo miongoni mwao. Sikia nabii anachoendelea kusema, walikuwa wakitafuta kumjua Mungu zaidi kuliko hazina zote zilizositirika. Yesu anachagua watu wanaotafuta kumjua Mungu kuliko hazina zote za dunia hii, wakiamini kuwa kumjua Mungu ni bora kuliko biashara ya fedha na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Mithali 3:14. Na Bwana aliwafunulia mambo makuu ya ufalme. Umebaki tu hatujui siku wala saa. Kumbe kuna wenzako wanaomtafuta Mungu kwa bidii, waaminifu, wanaosikilia, wanaokubali mivuto ya Roho Mtakatifu, wanaotii mivuto ya Roho Mtakatifu, wanachunguza unabii, wanamtafuta Mungu kwa bidii, wanatubu na kuungama dhambi, wanaomba, wanasoma. Kumbe hao ndio watakaofunuliwa, wataelezwa kabisa. Kumbe iliandikwa hapa ya kwamba sheria ya Jumapili inapita Marekani 2027. Wataelewa 2031 pambano kuu linaisha na Yesu anarudi, watajua. Mebaki hatujui siku wala saa. Kitabu hiki kwa kadri tunavyoendelea nitakuja kukuonesha nabii anavyofafanua. Mathayo 24:36, hatujui siku wala saa, kilichomaanishwa ni nini. Ndugu zangu, muda umeisha. Yesu amekaribia kurudi. Historia itarudia kule kama ilivyokuwa kwa Wayahudi wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Kasome Pambano Kuu sura ya 17, wajumbe wa asubuhi, utaona hiyo historia. Na tunasoma historia hii kwa sababu tunapaswa kuileta kwenye mazingira yetu, kwa kuwa historia huwa inajirudia. Kwa hiyo ujumbe wa marejeo ya Yesu mara ya pili, kama ilivyokuwa kwa marejeo ya Yesu mara ya kwanza, haujawekwa mikononi mwa viongozi wa kidini. Vile vile wanapambania vyeo na madaraka, vile vile wanapuuza nuru iliyofunuliwa kwao, kwa hiyo wako gizani. Kwa hiyo hawako kwenye lile kundi linalosemwa na Paulo, basi ndugu, hammo gizani. Kwa hiyo viongozi wengi, wachungaji wengi wamo gizani. Kwa hiyo wamepigwa upofu na shetani, hawaelewi.
Kama unasubiri mfumo wa kanisa ndio ututangazie jamani sheria ya Jumapili imekuja, hautasikia. Kama unasubiri kuambiwa ya kwamba muda umeisha, ondoka mjini uende mashambani, mfumo hautakwambia, kwa sababu zaka itashuka na sisi tunaangalia mapato zaidi kuliko roho za watu. Hautaambiwa. Ndugu zangu, tusome kitabu cha Pambano Kuu na tukisambaze kama majani. Muda umeisha. Yesu amekaribia kurudi. Kitabu hiki kina siri zote. Huo ujumbe wa miaka 6,000 unaopigwa marufuku, unaokataliwa, kitabu hiki kimeueleza. Hiyo habari ya Marekani, mchakato inavyoendelea, kitabu hiki kitakuweka huru. Kitabu cha Pambano Kuu kisome, kielewe, kisambaze, na usilazimishwe mpaka kitoke Ufunuo. Kinauzwa 24,000, kimeongezeka bei 140%, kutoka 10,000 mpaka 24,000, wakati kitabu kinachoitwa Maneno Yenye Matumaini kinauzwa 3,000. Mzalishaji ni mmoja. Eti ndicho kitabu cha utume. Hakijawahi kukoma hiki kitabu kuwa kitabu cha utume. Pambano Kuu bado ni kitabu cha utume. Ellen G. White anasema kisambazo kuliko vitabu vyake vyote. Hakuna mwanadamu anaweza kutengua hiyo kauli, maana aliongozwa na Roho Mtakatifu. Kinyume na hapo itakuwa ni uasi, ni kwenda kinyume na makusudi ya Mungu, na hapo ni kutekeleza mipango ya Majesuiti, mipango ya Mrumi kuafifisha kitabu hiki. Ndugu zangu, popote kinapopatikana kitabu cha Pambano, hiki hapa kinatoka Kenya, shilingi 7,000. Usihangaike na hiki, japokuwa bei ni kubwa. Tafuta hiki, shilingi 7,000, unaweza kununua vingi. Tusambaze vitabu hivi, tusambaze, tusifungwe, viwafikie watu wengi. Uzeni mali zenu sasa. Tatizo la kutokuuza na kutokununua liko mbele, linakaribia, na tutaanza kuona kashikashi yake 2026 kuelekea 2027. Lazima moto wake, lazima dunia itikiswe. Tutapoteza mali nyingi, tutapoteza mali nyingi, zitakuwa za Mrumi hizi. Anzeni kuuza mali zenu, tununue kitabu cha Pambano Kuu, tukisambaze kama majani, tusambaze kila mahali, tusambaze kwa watu wote. Muda umeisha, na tusiishie kukisambaza tu, tukisome. Ndugu yangu, amka, tusicheze na dhambi, tusicheze na ulimwengu. Sasa ni wakati wa kumtafuta Mungu. Amkeni Waadventista wa Sabato, mgeukieni Mungu. Muda umeisha, Yesu anarudi. Shetani anapopambana kuuteka mfumo, wewe usikubali kutekwa, badala yake simama, na imeandikwa, simama kama shujaa wa imani aliyesimika juu ya mwamba imara, ambaye ameamua kutii neno lote la Mungu, Biblia na roho ya unabii, ndio ikawe dira na kiongozi wako. Nunua vitabu hivi, kama hauna, soma mwenyewe, usimwamini yoyote. Na hata haya ninayekuambia, nenda kathibitishe kwa maombi mengi. Ukiambiwa ndio ujumbe wangu, simama, maana Mungu anazungumza na wewe. Na ukiona umeguswa mahali popote, kubali kunyenyekea, tubu na kuungama. Mungu na akubariki. Muda umeisha, Yesu anarudi. Baba mwema, asante kwa sababu unasema nasi. Rehema zako ni nyingi. Tusaidie tusimame na imeandikwa, kwa jina la Yesu, amina. Mungu awabariki.